Sasa twende tuangalie usipotibu bawasiri mapema. Usipotibu bawasiri mapema unapata madhara gani? Sawa, madhara ambayo utayapata usipotibu bawasiri mapema, ya kwanza ni kutokwa na choo bila kujitambua. Jamani, haya ni madhara makubwa sana. Sasa hivi tupo kwenye ulimwengu ambapo watu wengi wanavaa pampers. Yaani sasa hivi pampers za watu wazima zimekuwa ni dili kuliko kawaida. Na ni kitu gani kimezipa dili? Ni kwa sababu watu wengi wana changamoto ya bawasiri na wanaishi na bawasiri kwa muda mrefu. Sasa unapoishi na bawasiri kwa muda mrefu, inakupelekea baadaye inalegeza ana sphincter. Ikishalegeza ana sphincter, unatokwa na choo bila kujitambua. Hapa vijana wengi anasema unalimwaga bila kujitambua. Hiyo ni madhara makubwa sana yanayotokana na bawasiri. Unapokuwa na bawasiri, tibu venzi ili usifikie hiyo hatua. Lakini madhara namba 2, usipotibu mapema, ni kupata kansa kwenye njia ya haja kubwa. Watu wengi sasa hivi kuna ongezeko la changamoto za kansa, kufa kwa seli kwenye sehemu husika, na pengine seli kuota bila kuwa na mpangilio. Ni sababu ya kuwa ni dalili mojawapo ambayo inasababishwa na kuwa na bawasiri kwa muda mrefu. Zile vimbe huwa zinasababisha kufa. Zile seli kufa, zile vimbe huwa zinasababisha seli kuota bila kuwa na mpangilio kwenye njia ya haja kubwa. Ndio maana wengi tumekuwa tukiendelea kuteseka na changamoto hii kwa muda mrefu. Lakini madhara namba 3, watu wanasema na kuwa na vidonda kwenye njia ya haja kubwa. Unakuta mtu ana vidonda kwenye njia ya haja kubwa. Ni kwa nini? Kwa sababu ya changamoto ya bawasiri. Unapokuwa unajisaidia, ile njia kama vile inakuwa ndogo, kwa hiyo unakuta ile choo inapokuwa inapita inaacha kama vile imepasua sehemu zote zile za mkundu, ambayo moja kwa moja inaashiria kwamba una changamoto ya bawasiri. Lakini pia dalili nyingine, kutokwa na ute kwenye njia ya haja kubwa au majimaji. Yaani mtu anapoamka, ukiangalia kwenye njia ya haja kubwa unakuta kuna majimaji. Ni kitu fulani ambacho kinakosesha confidence mara kwa mara. Hiyo ni bawasiri. Huenda bado uko kwenye hatua za awali na unaendelea kusikilizia, huko ndo unakoenda. Bila kutibu venzi kwenye njia ya haja kubwa, utakuwa unafanya kazi bure. Lakini pia madhara mengine unapoishi na bawasiri kwa muda mrefu, kuna wengi wanafikia sehemu wanatoa harufu mbaya kwenye njia ya haja kubwa. Unanuka kwenye njia ya haja kubwa. Sasa unapokuwa umeshafikia hatua hiyo, ni hatari kwa afya yako. Inabidi utafute suluhisho mapema ili uweze kuwa rahisi sana kuweza kuondokana na changamoto hiyo moja kwa moja. Lakini pia dalili nyingine inayoashiria kwa changamoto ya bawasiri ni pale unaanza kukonda. Madhara makubwa, unaanza kukonda. Unakuta mtu anabaki kama moja. Ni madhara ambayo yanaashiria kwamba moja kwa moja una changamoto ya bawasiri. Na watu wengi wamekuwa wakiendelea kuteseka, na watu wengi wamekuwa wakiendelea kuumia na changamoto ya bawasiri, ni kwa sababu unakuta mtu anaanza kukonda, anaanza kuona anapungua uzito bila kuwa na sababu. Hiyo ni bawasiri. Lakini pia madhara mengine, kupungua kwa nguvu za kiume, kwa sababu zile veins zinazo supply damu kwenye uume. Kwa hiyo kama damu kwenye uume itapungua, moja kwa moja inaweza ikaletea changamoto ya kukosekana kwa kupungua kwa nguvu za kiume. Lakini kwa wanawake, kuvuruga homoni na kukosa hisia, na pengine unazokuta mimba zinatoka mara kwa mara. Tuambie ni madhara yapi ambayo umeshayapata. Lakini kama bado una bawasiri, hakikisha unatibu zile veins kwenye njia haja kubwa. Kama hujajua namna kutibu veins, andika neno hapo afya kwenye comment ili uweze kupata msaada zaidi. Usiache kufuatilia hatua nyingine ili uweze kujifunza zaidi.